nataka nishukuru kila mmoja kati yenu kusafiri ili kuja kushiriki mkutano huu ambao kwangu nadhani ni muhimu sana. Katika yale rais wa nchi Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo anatazamia kwa DRC ni nia ya mapinduzi makali ya kilimo. Natamani niwaambie kwamba kazi tunayoifanya leo ni mwanzo wa mchakato mkubwa. Nilitamani niwahakikishie kuwa mchakato huu utaendelea hadi kufikia mwisho wake. Tulikuwa na rais wa nchi Pamekao wakati wa kampeni ya kilimo mwaka 2025-2026. Na kwa hiyo tulitoa maelekezi ya pamoja ya uamsho wa kilimo katika sekta ya kilimo tunayotaka kuweka nchini Kongo. Na kama mjuavyo ni kazi tunayofanya pamoja na majimbo, sababu kilimo ni jukumu maalum la majimbo, lakini maelekezi, sheria na siasa nzima inafanywa kwa ngazi ya kitaifa, maana yake kwa waziri wa kilimo na usalama wa chakula. Natamani kuwakumbusha nguzo kubwa 5 rais wa nchi alitupatia ili tuamshe sekta hii. Na nguzo ya kwanza ni kusisimua sekta ya mbegu. Hii ina maana kwamba kikao cha leo kitajikita juu ya sheria ya uzinduzi mpya wa sekta ya mbegu, sababu ndiyo chanzo cha mambo yote. Huwezi kutazamia kuongeza uzalishaji wa mavuno ya kilimo katika nchi bila kuzingatia jambo la kwanza la uzalishaji ambao ni mbegu. Natamani kuambia ya kwamba katika nia ya mapinduzi nataka kufanya leo, tutajaribu kufikiria swala hili kwa mtindo wa kikongomani. Sekta ya mboleo na dawa ya mboleo ambayo ndiyo nguzo ya pili. Tuna utendaji wa kilimo, mambo matatu tutakayotumia kwa ajili ya uzalishaji nchini. Na ya 4 ni uongozi na uwezekano wa wafanyakazi. Tulisema ya kwamba huwezi kuzindua sekta kama kwenye ngazi ya uongozi wa kilimo hatuzingatii uwezo wa watu ili kutimiza mapinduzi makubwa haya. Ni katika aina hiyo tulisihi kwa rais wa nchi ya kwamba wahusika wote, washikaji wote katika kazi ya kilimo waweze kufunzwa, ikiwa na maana ya kujua ni nani anafanya kazi gani, wafanyakazi wanaotumika pale ni namna gani watapewa uwezo ili wawe na mtindo wa kisasa wa uongozi katika kilimo. Na mwishowe tumezungumzia utendaji mpya wa kilimo cha kudumu. Nadhani kutakuwepo na maelekezi kwa hilo. Na kwenye ngazi ya kimkakati tulitamani kuhusu uzalishaji tuweze kugawa kwa sehemu 2. Tutakuwa na mikakati muhimu kwa wazalishaji wakubwa, sababu shida zao na matetezo yao ni tofauti na wazalishaji wadogo. Tusipofanya angalisho, tunaweza kusaidia sana wenye uwezo mkubwa ili kuzuia wale wadogo. Hapa ni kwenye kiingilio. Kuhusu matazamio ya siku zijazo katika sekta ya mbegu, tunatamani kuzingatia leo juu ya majukumu matatu ya kushikilia kwenye sekta ya mbegu. Mikakati tutakayozingatia ni kusisimua INERA, KAPSA, na tutarudia hapa. Natumai KAPSA wote wako tayari, watatueleza juu ya uzoefu wao wa kufanya kazi hadi leo. Watatueleza wanafanya kazi namna gani wakati wengine kazi zimeshafunga. Sasa tutazungumzia INERA, KAPSA na SENAREM katika mikakati inayowekwa. Katika kazi ya ushirikiano tutakayofanya na INERA, kazi ya mbegu ndiyo malengo ya kwanza ya waziri wa kilimo. Tuliomba na rais ameruhusu, ila amesema shirikianeni na waziri wa utafiti ili kwamba katika muungano wa uzalishaji kukabiliana na hali, INERA ifanye muungano na miungano mingine yote ya mbegu. INERA, KAPSA, SENASEM mnatakiwa kutumika pamoja katika uzalishaji wa mbegu, na bajeti mtakayopewa kipesa itatolewa kwa muungano huo kwa ajili ya mbegu. Lakini kuna sekta za binafsi. Ni namna gani kufanya uhusiano wa watu binafsi wanaotengeneza mbegu? Ni kwa namna gani wanaunganishwa na mashirika yetu ya mbegu ili kutounda machafuko? Hii ndiyo kazi tutatakiwa kufanya kwa ajili ya uthibitisho huu. Mwisho nilitamani nizungumzie uthibitisho huu. Tutakuwa na vikao vidogo vidogo kwa kila shirika, INERA, SENASEM, KAPSA na wale wa sekta za binafsi. Sote tuseme nini njia mzuri kwa ajili ya kusisimua mashirika yetu. Nilitamani niwaambie kwamba kabla ya kufika hapa nilizungumza na BAD, tulizungumza na Fond Social. Tuna pesa tayari ili kusisimua sekta ya mbegu, lakini tunatakiwa kuifanya katika mbinu, tunatakiwa kuifanya kimkakati. Na ningelitamani kwamba kila shirika liweze kwa dakika mtakazopewa kutuambia wazi nini mnazania ni muhimu sana ili kwa haraka tusisimue sekta ya mbegu kwa kila shirika, INERA, SENASEM, KAPSA.
Nataka muweze kuzungumza bila woga. Kama kuna ukosoaji kwa serikali, ni lazima mseme katika njia nzuri, sababu ni hayo yatakayotusaidia kuweza kupangilia vizuri na ili tuweze kusonga mbele. Narudi tena malengo ya rais wa nchi alionipa. Aliniambia, Muhindo Nzangi, najua uko kwenye mapinduzi makali, na ni kweli. Jaribu kupata njia ili kwamba Kongo ijitegemee kwa mahindi, mchele, maragi na mihogo.